Hatimaye Nivea aliyofanya challenge ya nywinywi wala nyonyonyo ameachiliwa huru. Hii ni baada ya hotuba ya Rais Samia Suluhu Hassan ya jana pale kwa wabunge. Lakini naomba musikilize ili niweze kukuelezea ni kwa nini hawa akasema hawa watu waachiliwe. Si eti yeye mwenyewe alisema tu kwa kupenda kwake. Kuna kitu ambacho nataka kukuambia. Hebu sikiliza kilichofanya mpaka sasa hawa waliowekwa gerezani wawe huru. Mheshimiwa Spika, kuna wakati vijana hufuata mkumbo wa uhalifu kwa ushabiki. Ninatambua kwamba vijana wengi waliokamatwa na kushtakiwa kwa makosa ya uhaini hawakujua wanachokifanya. Nikiwa mama na mlezi wa taifa hili, ninavielekeza vyombo vya sheria na hasa ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka kuangalia kiwango cha makosa yaliyofanywa na vijana wetu. Kwa wale ambao wanaonekana walifuata mkumbo na hawakudhamiria kufanya uhalifu, wawafutie makosa yao. Ukiwa umemsikiliza Rais Samia Hassan akizungumza hivyo, kuwa yani mpaka nashangaa. Alikuja kusoma wapi Biblia? Akakuja kujua kitabu ya Luka inasema wasamee kwa sababu hawajui chenye wanatenda. Huo ni uongo, na hiyo ni maneno anajaribu kutafuta ili kuonekana amewaonea huruma waliokuwa wameshikwa. Lakini ukweli ni kuwa Rais Samia Suluhu amesema waachiliwe kwa sababu amepata msukumo wa kutosha. Sio kutoka kwa wanaharakati peke yake. Sio kutoka kwa watu ambao walijionyesha tena wakirudi barabarani kutaka kufanya maandamano kwa sababu ya hawa ambao wameshikwa na kuwekwa gerezani hivyo. Bali ni sinikizo hata kutoka kwa Umoja wa Mataifa. Jana niliwaambia Rais Samia Suluhu Hassan amepokea barua nzito, barua kali ambayo inamsukuma, ambayo impatia usingizi, yani mahali yuko hatulii. Yeye sasa ni kuwaya tu hivi na kusunguka akijaribu kutengeneza jina yake tena upya. Lakini ameshashindwa. Na ndio kufika yesterday jioni akaamua akasema waliokuwa wameshikwa koti yende iangalie makosa yao vizuri, waachiwe, maana walitenda kwa sababu hawakujua chenye wanafanya. Kwa nini nataka kuniambia hii serikali ya Mama Samia ilipokuwa inawashika haikujua walitenda kwa sababu ya ile pressure? Walitenda hayo yote kwa sababu hawakujua chenye wanafanya? Jana ndiye ameenda kusoma Biblia. Huo ni uongo. Yesterday jana asubuhi nilikusomea baadhi ya kifungu ambacho kilipokelewa na Mama Samia Suluhu kutoka kwa taifa la Umoja wa Mataifa. Kutoka kwa Umoja wa Mataifa. Ikiwa inamsukuma na inamuambia namna hii, wacha tena nisome kwa sababu ya hawa ambao amesema eti nimewapatia msamaha. Yeye anapatiana msamaha kama nani? Walikosa nini? Sikiliza vile aliambiwa. Aliambiwa ametoa wito, hiyo ni barua sasa na kusomea kidogo kutoka juu inaendelea. Ametoa wito kwa mara nyingine kuwaachilia huru bila masharti vigogo wote wa upinzani waliokamatwa kabla ya uchaguzi mkuu, ikiwemo kiongozi wa chama cha upinzani Chadema Tundu Lissu na watu wengine wote. What that? Underline that. Weka mstari hapo. Na watu wengine wote waliowekwa kuhusikwa tangu siku hiyo ya uchaguzi. Watu wengine wote walioweza kushikwa kuanzia hiyo siku ya maandamano waachiliwe huru bila masharti.
Sasa anafikiria hayo mambo yote hayajafika kwetu, hatujui, ndiye anakuja kusema mimi Samia nimesema niwaachilie kwa sababu walitenda kile kitu ambacho hawakile. Bure kabisa. Hakuna. Hiyo mambo yote tunayaona na tunayafahamu. Ile stress, ile pressure ambayo inamgonga huyu mama tunaijua na tunaifahamu. Ndio maana kama ulikuwa unanisikiliza tangu hapo mwanzo, mimi niliwaambia Mama Samia Suluhu Hassan yuko above sheria ya Tanzania. Yuko above. Na sheria inampa mamlaka ya kufanya hayo mambo yote vile atakavyotaka tu. Vile atakavyopanga tu kufanya, anapanga vile sheria itamprotect. Lakini nikawaambia hata kama yuko above sheria ya Tanzania, hayuko above sheria ya Afrika, hayuko above sheria ya dunia. Na nikawaambia nyinyi wa Tanzania ndio mnaweza mkaamua ni nini ambacho mnataka kufanya, maana hii nchi sio ya Mama Samia Suluhu. Hii nchi ni yetu sisi wote kama wa Tanzania. Sio ya mtu. Ni yetu sisi sote. Kila mtu. Ndio manake tunaitwa wananchi wa Tanzania. Wananchi wa Tanzania. Yaani ni yetu sisi sote. Akiwemo huyo Mama Samia. Lakini mtu mmoja atakapochukua jukumu la kufanya ni kama hiyo dunia sasa, hiyo nchi ni yake. Anaitawala vile anataka. Anafanya chochote kile vile anavyotaka yeye mwenyewe. Hiyo ni makosa. Hiyo ni makosa, tena makosa makubwa. Ndio maana akasukumwa. Kwa sababu ya hizo kelele zenu ambazo mmeweza kuweka. Mmeweza kupaza sauti zenu. Na sauti zenu zimeweza kusikika. Na jana nikawaambia mwenyewe amejikoroga. Alikuwa amesema kitu ya kwanza, hakuna Mtanzania aliyeenda kuandamana. Walioenda kuandamana ni viumbe waliotoka nchi jirani ya Kenya. Hivyo ndivyo alisema. Na akasema hatukuogopa, hatukuona vibaya kwa kile ambacho kilifanyika kwa sababu sio Watanzania wetu waliokuwa wanaandamana. Hiyo ni yenye alisema mwanzo, akijiapisha katikati ya msitu, akiwa amezingirwa na maaskari na simba kutoka huko kando. Jana aka-acknowledge, akakubali Watanzania walikufa kwa sababu walikuwa kwa maandamano. Na nikawaambia jana, kama hujaona hiyo video yangu yenye kwa hapo nyuma ya jana, niliwaambia Rais Samia Suluhu Hassan ameshayakanyaga. Yaani ni kama mwenye ameruka mkocho akakanyaga mavi. Ameyakanyaga. Saa hii niliona BBC imeshapata zile picha ambazo hawakutaka zipatikane. Na nimesiona BBC imeweza kusiweka ikiwa imesiprao kwa channel yao. So dunia mzima imehakikisha kweli mauaji yalifanyika, yale yenye walikuwa wanaficha, miili ilisikwa kwa makaburi ya siri, kila kitu kimejulikana. Na yeye mwenyewe Rais Samia Suluhu Hassan amekubali hayo yalifanyika. Yaani ni kama amejifunga tu mwenyewe. Kuitwa kwake njoo ICC is very easy. It's very easy. Kuitwa kwake saa hii njoo ICC. Very easy. Maana amekubali yeye mwenyewe kilichofanyika, alihusika. Yeye ndiye aliamuru majeshi wake. Ulipokuwa unamsikia hata hapo nyuma kabla uchaguzi ujafanyika, alikuwa anasemaje? Mimi ndiye amiri mkuu wa jeshi. Ndio maana akaamuliza jeshi wafanye hivyo. Anyway, kuna mambo mengi tunaangalia saa hii. Ninakuomba usiende mbali. Like hii video, subscribe kwenye YouTube channel na ungoje, maana kuna mengi ambayo ninaenda kukuletea. Mbarikiwe, muwe na siku njema. Chenye tunaendelea kuombea nchi ya Tanzania ni amani ya kudumu. Haki na amani ya kudumu. Mbarikiwe.